Asante sana kwa kunipa muda wako muhimu wa kuweza kusikiliza kitu hiki ambacho nataka kukwambia. Awali ya yote ni kupongeze kwamba wewe ni kati ya watu wachache sana duniani ambao wako tayari kufanya mawazo yao ya wazi, kupokea idea mpya ambazo zinaweza kubadilisha maisha yao. Hivi unatambua kwamba katika maisha sasa hivi tunayoenda nayo kuna plani za aina mbili ambazo zinatawala maisha yetu, ambazo ni plani ya miaka 4 na plani ya miaka 40. Plani hizi zikoje? Plani za miaka 40 iko hivi: mtu anaanza kufanya kazi ya ajira akiwa na miaka 25, na kwa kuwa muda wa kustaafu ni miaka 60, ina maana kwamba atafanya kazi kwa muda wa miaka 35. Katika kipindi hiki chote mtu huyu anakuwa akipambana na changamoto za kimaisha kwa kutegemea kipato kimoja tu ambacho ni mshahara wake, huku akiwa na aina nyingi sana za matumizi, ikiwemo kodi ya nyumba, ada, bili za umeme, maji, mavazi, chakula, nauli, simu na vitu vingine vingi. Na kibaya zaidi ni kwamba siku zote kipato hiki huwa hakitoshi, na mtu huyu hana uwezo wote wa kukiongeza isipokuwa akitegemea huruma za mwajiri wake. Na anapokuwa amekwisha kufanya kazi kwa hiyo miaka 35 ambayo akipambana na changamoto kila siku za kipato ambacho hakimtoshi, hufikia hali ya kustaafu. Akisha kustaafu, baada ya kupewa mafao yake, huishi kwa kutegemea pension ya kuipata kila mwezi. Changamoto iliyopo ni kwamba pension ya mwezi huwa ni ndogo sana ukilinganisha na mshahara ambao mtu alikuwa akipata. Hivyo basi inampasa aanze kuishi kwa kutegemea misaada ya watoto au ndugu wa karibu. Na utafiti usio rasmi umeonyesha kwamba watu wengi huwa hawaishi zaidi ya miaka 5 baada ya kustaafu. So, kwa muda wa miaka 40 mtu huyu amekuwa akifanya kazi kwa bidii ya kuamka asubuhi, lakini ameishia kuwa mtu ambaye ana maisha yasiyokuwa na furaha. Plani ya miaka 4 ikoje? Plani hii iko hivi: mtu anaanza yeye binafsi peke yake, akifanya jitihada binafsi, akiwa anajitoa kuweza kubadilisha maisha yake, kuanzisha biashara au kampuni, wakati mwingine kwa mtaji mdogo sana au bila mtaji kabisa. Na kila siku mtu anapojituma kufanya shughuli zake, anafikia kiwango cha kuweza kuwa na uhuru wa kifedha ambao unaongezeka siku hadi siku hadi siku hadi siku. Na anapofika kati ya miaka 2 hadi miaka 4, mtu anakuwa na uhuru wa kifedha. Naposema uhuru wa kifedha simaanishi kwamba wewe ndio tajiri kuliko matajiri wote, au katika eneo unalokaa au katika mkoa uliopo, ila inamaanisha kwamba unao uwezo wa kuishi maisha jinsi wewe unavyotaka. Yaani ukala chakula unachokipenda, ukaishi mtaa ambao unataka, watoto wako wakasoma shule ambazo wanazipenda, wewe ukaendesha gari ambalo wewe unalipenda, na hata ukikaa miezi 6, mwaka, miaka 2, 3 bila kuingiza hata shilingi moja, bado una uwezo wa kuishi maisha yale ambayo unayataka, sio kuishi maisha ambayo kipato chako ndicho ambacho kinakuamlia. Sasa basi nikuulize swali: katika plani hizi mbili, plani ya miaka 4 na plani ya miaka 40, wewe unachagua plani gani? Yes, watu wengi watasema hivi: plan ya miaka 4 ni ngumu kwa sababu unahitaji mtaji, unahitaji ununue mashine, ufungue kiwanda, ufanye biashara kubwa na vitu kama vile. Hivyo inahitaji mamilioni ya pesa. Hawako peke yao, maana hata mimi nilikuwa nikifikiri vivyo hivyo, mpaka siku ambapo mtu mmoja aliniambia siri ambayo nataka kushirikisha wewe. Kwa hiyo kabla sijapata usiri, nilikuwa nikiishi kwa kutoa visingizio kwamba sina uzoefu, sikopesheki, hakuna mtu ambaye amekufanikiwa katika familia yetu, sina mtaji na vitu vingine kama hivyo. Lakini nilipoipata siri hii, nilipoifanyia kazi, nikagundua kwamba kumbe ni rahisi sana kubadilisha maisha yako kama tu wewe utaamua kufanya hivyo. Na siri hiyo ni nini? Siri ni hii: wewe mtu unayenisikiliza sasa hivi, unao uwezo wa kumiliki biashara kubwa au kampuni kubwa sana ndani ya miaka 2 hadi 4 bila kuwa na shilingi hata moja, au bila kuwa na mtaji wowote ule, isipokuwa tu kwa kufanya kifuatacho: kutoa taarifa, kuwashirikisha taarifa watu wengine ambao wanakuzunguka. Ndio, umesikia vizuri sana. Taarifa tu. Unapowapa taarifa kuhusu kitu chochote kile ambacho ndakochoweza hapo mbele, hicho kinaweza kukufanya wewe ndani ya miaka 2 mpaka 4 ukawa na uhuru wako wa kifedha. Hii inakuaje? Labda nikuulize swali. Je, umewahi kumpa mtu taarifa yoyote ile kuhusu duka lenye vinguo nzuri, duka lenye nauza vifaa ambavyo ni original, mgahawa ambao una chakula kizuri sana, fundi mzuri wa tasnia fulani, simu aina fulani ambayo ni nzuri, saluni ambako wanatoa huduma nzuri sana, au shule ambao wanafundisha watoto vizuri hata wakaweza kufaulu? Na hao watu ambao umewapa, walipokwenda kupewa huduma katika hizo sehemu ambazo wewe umewapa taarifa, je, wale watu wa huduma ambao walipata faida na kutengeneza pesa nyingi kupitia taarifa ambazo umetoa,
Je, walikupigia simu ya kukuombea kwamba uje uchukue walau gawio kidogo la fedha ambayo wao ndio umesababisha waipate? Basi tuachilie mbali hiyo fedha. Je, hata walikupigia simu kukuambia asante kwa sababu kwa taarifa yako sisi tumeweza kufanya biashara? Na je, hapo mahali ambapo unafanya kazi kuna mtu yote ambaye amepata ajira hapo kwa sababu wewe ulimpa taarifa? Yaani haikutangazwa isipokuwa ulimpa taarifa akaja akapata ajira? Au sio hapo ulipo lakini sehemu nyingine? Swali ni hili. Huyo mtu ambaye wewe amepata ajira kupitia wewe anapata mshahara kila mwezi, kuna sehemu ya mshahara wake ambaye anakugawia kama asante? Na hiyo kampuni ambayo wewe uliwasaidia kupata huyo mtu aliyemwajiri, walikushukuru kwa chochote kile kwa kuwasaidia kuokoa fedha nyingi ambazo angezitumia kwenye matangazo ya kazi? Mara nyingi jibu ni hapana. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha hivi, kila siku na mara nyingi sana kwa siku moja huwa tunawapa watu taarifa mbalimbali ambazo mwisho wa siku zinawafaidisha wengine isipokuwa sisi. Kwa sisi tunakuwa tufaidiki. Mpaka sasa natumaini mna swali mnajiuliza. Kuna uhusiano gani sasa kati ya taarifa na mtu kumiliki biashara kubwa au kampuni kubwa? Ili tuweze kwenda sawa, ngoja nikwambie jinsi gani kampuni kubwa, biashara kubwa huwa zinajiongoza. Makampuni mengi makubwa au biashara nyingi kubwa ambazo zinaleta faida nyingi kwa wahusika huwa zinakuwa na vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza, zinakuwa na mifumo, yani systems. Cha pili, huwa kunakuwa na products au huduma ambazo watu huenda kuzilipia, hutoa fedha zao ili kuzipata. Na cha tatu, huwa kunakuwa na watu. Kwa wale wenye makampuni au wenye biashara kubwa, huwaajiri hao watu, wakawapa mishahara, wakawapa matibabu, na hata wakawalipa kipindi wa watu wako likizo ili waweze kusimamia mifumo na kuzalishaji bidhaa, kuzisambaza pamoja na kuzitangaza ili watu waweze kuzijua. Lakini sasa wewe huhitaji kwenda benki kukopa fedha ya mtaji, wala huhitaji kukusanya fedha kwa muda mrefu ili kuweza kuanza mchakato wako wa miaka 4. Unachokihitaji ni nini? Ni tu kuweza kumshirikisha mtu mwingine taarifa. Iko hivi, zipo fursa ambazo zipo hapa Tanzania kubwa sana. Na fursa yenyewe ni kwamba ipo kampuni ambayo ina mifumo mizuri sana, ambayo ina product au bidhaa nzuri sana ambazo zinasaidia matatizo ya watu, zina matokeo ya haraka, na pia zina guarantee ya 100% ya kurejeshewa pesa yako yote kama mtu ambaye ametumia hakupata na matokeo ambayo ameyapata. Kampuni hii kama nilivyokuambia ina mifumo mizuri sana, ina bidhaa nzuri sana, isipokuwa sasa haina kitu kimoja ambacho